السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Watazamaji wetu wapendwa wa kipindi chetu, wanaopendwa na Allah na wasiopendwa. Na leo tutamzungumzia miongoni mwa wale wanaopendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na aya hii imekuja katika suratu Saf aya ya 4. Qala Allahu azza wa jalla: Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataja jumla ya wale anaowapenda. Ametaja sifa moja ambayo inaashiria kuwa Mwenyezi Mungu apenda nidhamu katika mambo yake na apenda nidhamu katika mambo ya waja wake. Anawapenda wale wapiganaji wanaopigana katika njia yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakiwa safu moja bila ya kupatikaniwa baina yao nafasi zile. Kwanza, hii inamaanisha ule umoja unaotakiwa baina ya wale wanaopigania njia ya Mwenyezi Mungu. Pili, inamaanisha nidhamu, sababu hakuna mahali pagumu zaidi kudhibiti watu kama mahali ambapo kuna vita. Nafsi za wanadamu huwa hazina utulivu, huwa watu roho ziko juu juu kwa sababu ni mapambano. Wakati wowote unaweza ukaondoka katika huu ulimwengu, lakini kwa kuwa dini yetu ni dini ya nidhamu, basi Mwenyezi Mungu mpaka katika kipindi kigumu ambacho watu hawana utulivu, lakini amewataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waweze kuwa na nidhamu, waweze kuwa safu moja, kuonyesha manake ule umoja wao na kuonyesha ile nidhamu walionayo. Ndio utaona katika swala zetu, ndio utaona katika maisha ya kawaida, alhaq liman sabaq, kwamba hata mnapokuwa mwataka kwenda au mwahitaji kitu au mwataka manake kufuata jambo fulani, munapopanga laini munarahisisha kazi na munaonekaniwa kwa nyinyi ni watu wenye nidhamu. Waislamu, vitu kama hivi tusidharau tukaona ni vitu vidogo. Haya ndio yanasababisha mimi na wewe na mwingine kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu awapenda watu wenye kuwa na nidhamu. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.